Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Chuo, ni furaha siku hii ya leo katika utaratibu wako wa kawaida ambao umeupanga na kama sehemu ya orientation ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Na tunapotamka wanafunzi wa mwaka wa kwanza, tunazungumzia mwanafunzi wa mwaka wa kwanza certificate, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza diploma kama yupo, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza bachelor degree, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza masters, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza PhD. Kwa hiyo wanafunzi wote ambao wameripoti hapa Chuo Kikuu Mzumbe kwa mara ya kwanza 25-26, hii ni siku ambayo makamu mkuu wa chuo anazungumza nanyi rasmi katika utaratibu wake. Kwanza kujitambulisha kwenu na ili muweze kumfahamu, lakini pia kuitambulisha management yake yote, lakini na ninyi kama wanafunzi ambao walau umeshakaa hapa kwa kipindi kifupi kuweza kumfahamu na kumsikiliza, na zaidi sana yeye kuwasikiliza ninyi kwa yale ambayo nadhani kwamba mnayo. Kama ambavyo nimetangulia kusema pale awali, hiki ni kikao cha kwako, na hivyo wanafunzi hawa wa mwaka wa kwanza kimsingi wako hapa kwa ajili ya kusikia kutoka kwako, lakini mara baada ya kusikia kutoka kwako na kwa jinsi ambavyo itakupendeza wewe utakapo run presentation hiyo, utawakaribisha wale ambao ungependa wazungumze au baada au kabla, ili waweze kupata uelewa pamoja wanafunzi hawa. Na sasa Mheshimiwa Makamu Mkuu wa Chuo, tuko tayari kukusikiliza na kupokea maelekezo. Karibu sana. Tumpigie Makamu Mkuu wa Chuo makofi mengi ya kibunge. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chuo Kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe. Kazi na utu. Kazi na utu. Natambua uwepo wa viongozi wenzangu wote hapa jukwaa kuu, DVC Academic Research and Consultancy, Professor Hawa kama hapo ametambulishwa, Professor Allen DVC PFA, lakini deans and directors wote ambao wapo pale kwenye platform, na wengine ambao wamekaa huku, viongozi wenzangu, wafanyakazi wenzangu wote wa Chuo Kikuu Mzumbe ambao tuko hapa kwa maana ya academic lakini pia administrative. Karibuni sana Chuo Kikuu Mzumbe main campus. Karibuni sana Chuo Kikuu Mzumbe main campus. Kama ambavyo mmeambiwa, leo ni siku yangu mimi na nyie tuongee kidogo, tufahamiane. Nafahamu mlikuja muda kidogo mkafanya orientation, mkaambiwa mambo mengi kuhusiana na Chuo Kikuu Mzumbe, the do's and the don'ts and everything, lakini kutokana na convenience ya time ikabidi tutafute muda mwingine ili nije kuongea na nyie. Kwa hiyo karibuni sana chuoni, na sijui kama bado ni freshers, lakini wakati mlipokuwa mnaingia mlikuwa ni freshers. Kule Marekani huwa wanaitwa freshmen. Watu wote ambao wanaanza mwaka wa kwanza chuo kikuu wanaitwa freshmen, lakini huku kwetu tunaweza kuitwa freshers. Lakini kwa kuwa mmekaa sasa hivi a few weeks, mmeshakuwa wazoefu kidogo, lakini karibuni sana Chuo Kikuu Mzumbe. Na nitumie nafasi hii kwa kweli kwa acknowledge efforts ambazo mmezitumia katika maisha yenu ya shule. Najua mmetoka huko mbali kabisa, from the preschool, primary school, all the way to the high school, baadaye wengine wamepitia kwenye vyuo, and then baadaye tumekutana hapa Chuo Kikuu Mzumbe. Kwa hiyo nawapongeza sana, mjipigie makofi kwa kuja hapa. Lakini nawapongeza sana wazazi na walezi, the guardians, kwa kuwa sehemu muhimu sana kwenu kuwaandaa kupita hiyo pathway kufika hapa chuoni na kwa maana ya elimu ya chuo kikuu. Huko waliko tuwapigie makofi wazazi na walezi. Ninafahamu this is new chapter to you. Mmetoka kwenye very controlled environment, most of you, ambapo mmepita under hiyo guidance ya wazazi na walezi kama ambavyo nimesema,
kulikuwa na strict rules and regulations. Mmepitia boarding schools ambako pia kulikuwa na strict rules and regulations. Mmekuzwa kwenye very controlled kind of environment so that you focus kwenye pathway yenu ya kupata elimu. Sasa mmeingia hapa ambapo ni chuo kikuu. This is a new experience, new chapter in your life. Na kwa maana hiyo inaweza kuwa ni very exciting, lakini pia inawapa wajibu mkubwa sana kama citizens. Kwa hiyo ni kitu kipya kwenu, nafahamu ni new lifestyle ambayo imejaa freedom ya kutosha. You manage yourselves, kule mmezoea kuwa managed, hapa you manage yourselves, and that's very important, kwamba mnatambua au mtambue pale ambapo mpo sasa hivi katika stage ya maisha yenu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni muhimu. That's something that you need to realize, kwamba sasa this is new chapter and this is new lifestyle and new everything. Unatakiwa uanze kufanya adoption ya kuishi maisha namna hiyo. Lakini waambie na niwahakikishie kwamba mmejoin one of the most reputable universities hapa Tanzania, in Mzumbe University. Hamjakosea, mjipigie makofi. We are reputable, we are a big brand, we are competitive, everything. Hapa mkitumia muda wenu vizuri, mtatoka na kama degree, diploma, certificates, lakini with a lot of reputation. Huko duniani, Tanzania na beyond, tunaheshimika sana kama chuo kikuu Mzumbe. Wenzetu ambao wametujengea jina hilo, sisi tuliopo tunaliendeleza hilo jina kuhakikisha kwamba chuo chetu kina uphold reputation na standards ambazo zimekuwa set na wenzetu, na sisi tunachofanya ni kuendelea kuimprove kile ambacho kimeshakuwa built kule nyuma. So feel happy and comfortable being here. Na mjue hiki chuo ni chuo ambacho kinatambulika na TCU, kiko registered na TCU, kiko accredited na TCU. So whatever that will be getting here itakuwa authentic na itakuwa inatambulika sio tu hapa Tanzania lakini pia beyond. Na naamini kabisa mnafahamu term university maana yake nini? Inatokana na neno universal. Sasa universal tunajua is like kama ukienda kwenye geography, kwenye geo meaning maana yake ni dunia, the universe. Maana yake nini? Maana yake stage ambayo mmefika hii, hasa wale wa bachelor's degree, ni stage ambayo working class ya dunia nzima inatakiwa kuattain. Ukisikia society kwa educated, wanaongelea kuhusu tertiary education ambayo ni degree level. Ukishafika degree level, that's why when you are done with here, wale ambao mfahamu first years, ukishamaliza degree yako, you can go nchi yote nyingine kusoma masters na kuendelea. Wanaitambua hiyo degree ambayo umesoma hapa Tanzania. And certainly hapa chuo Mzumbe. Kwa hiyo mmeingia kwenye new kama kusema chapter, lakini mmeingia sasa kwenye class ambayo mnatengeneza your own future in the realm of national and international recognition. Working class kubwa, asilimia zaidi ya 90 working class ni degree holders. Watu wa degree ya kwanza. Kwa hiyo maana yake mkimaliza hapa, whether umeajiriwa, whether umejiajiri, whether umekuwa mjasiriamali, umekuwa whoever, degree ya kwanza ina suffice for you to make your own pathway towards success. Kwa hiyo hapa mlipofika mnajenga block ya kwenu kuelekea kwenye success. Sisi chuo kikuu Mzumbe tuna mission na vision, and the vision is expected. Tunataka tuendelee kuwa bora zaidi kwenye training, the way that we do some training hapa. Sisi tuna DNA hapa chuo kikuu Mzumbe na philosophy ya training ambayo inaheshimika sana kama nilivyosema pale mwanzoni. We have some kind of practical oriented, hands-on kind of philosophy ya training. That's very important. Maeneo ambayo tunataka kujitanabaisha ni hayo ambayo yametajwa hapo. Management sciences, lakini pia na mambo mengine yote, uchumi, sheria na kadhalika. Ni maeneo ambayo wote mnayafahamu ambao mmekuja hapa. Lakini mission yetu sisi ni kutengeneza mazingira mazuri for you and for every stakeholder ku experience life hapa and therefore ku attain success kwenye kile kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo we want to provide some environment hapa, and in so doing maana yake tuna thrive to improve the learning and teaching environment ya hapa in terms of infrastructure, lakini pia mifumo. We are thriving to do that. We have been doing that and we continue to do that to make sure that your experience hapa, nyinyi mtakuwa hapa for at least 3 years, basi iwe ni a good experience ambayo mkitoka hapa mtakuwa na so many memories about Mzumbe University, positive memories. So this is our vision, and we're trying to work hard towards that. Now, this is very important that we also tell you about our core values. Transparency.
Transparency ni kitu ambacho sisi tunakiamini sana, na tuna operate under transparency model. Na mimi nataka niwaombe nyinyi vijana wangu, watoto wangu, niwaombe sana muitumie hii vizuri. Transparency means being very open. We are being very open. The way that we operate kama management, tuko open, tuko very clear of what we want to achieve, what we want to attain, what we want to do as service. We want to be honest also to whatever that we are doing here. Sasa na nyie watoto wetu, vijana wetu, muikumbatie hii tunu ya transparency, yani uwazi, ili na nyie katika kuishi kwenu hapa muwe transparent kwenye all that you are doing here, muwe open to discussions, muwe very clear to what you think you want to communicate and all that. Lakini na nyie muwe clear kwenye mambo ambayo mnahitaji kuyapata kama service, so that we communicate hapa. Lakini we are talking about accountability. Accountability ni aina fulani ya wajibikaji kwa wale ambao wanawahudumia, lakini pia kwenye powers za juu. Sisi tuna operate kwenye eneo hilo la wajibikaji to make sure that we are responsible and accountable to the high authorities, lakini pia kwenu nyie wadau wetu ambao tunawahudumia. Kwa hiyo muwe free katika communication zetu sisi na nyie kama society kubwa ya wanafunzi, kuona kama we are doing very well na mtu hold responsible kwenye maeneo yale ambayo tunahitaji kuwajibika. Muwe tayari ku communicate kwenye maeneo ambayo mnadhani tunahitaji kufanya improvements, na sisi tutakuwa na sisi open kwenu kuhakikisha kwamba tunawaambia yale ambayo yanatokea au yale ambayo mnatakiwa muyajue. Lakini katika hiyo accountability hii itakuwa ni both ways. Na nyinyi mjitahidi kuwa very accountable to setups ambazo ziko hapa. Tutaona kule mbele kwa slide za mbele kule. Wajibu wenu. Lazima mwajibike vizuri kama wanafunzi, na mtaona kule mbele mambo gani mnatakiwa kuwajibika. We're talking about creativity and innovativeness. Ubunifu kwa ujumla wake. Nyinyi ni vijana kwa kweli, ni vijana wadogo, na huu ulimwengu ni wa kwenu sasa. Ulimwengu huu sasa hivi ni wa technology and science, mambo ya ICT na kadhalika, mambo ya networks na mitandao. Cha muhimu mtumie hizo platforms vizuri, mje na innovative and creative approach to your life hapa. Ni muhimu sana kutumia technology kwa sasa hivi. This is the technology laden world kwa sasa hivi kwenu. Mtumie hiyo nafasi vizuri kuhakikisha kwamba mnakuwa innovative. Sisi hapa tunalea vipaji pia. Tunalea bunifu. Kwa hiyo wale ambao mna bunifu zenu, mna vipaji vyenu, hapa ndio mahali pa kujionyesha sasa what you can do. Lakini muweze kuhold pia kitu kinachoitwa integrity. Integrity ni issue nzima ya uadilifu kwa ujumla wake. Na it's also about, again, it's all about honesty, it's all about kuwa ethical. Maadili ni muhimu. Muendelee kujifunza kuwa Watanzania wema, Watanzania ambao mna maadili. Na mimi naamini wote hapa tuna dini, tumekuwa raised kwenye dini zetu, na dini zina preach sana kuhusu mambo ya integrity, kwa maana ya maadili na values kama society. Ni muhimu sana Mzumbe tuwe unique kwenye hilo eneo, kwamba we have our own values ambazo zinatufanya sisi tuende vizuri, and that is promoting peace. We want to promote peace hapa chuoni, sio tu hapa main campus, kwenye campus zetu zote, ili tuwe actually labeled kama peacemakers, lakini watu ambao tunaishi kwenye pathway ya amani na utulivu. Tunaongelea kuhusu teamwork, ni muhimu. Sisi tunafanya kazi kama team, kama viongozi wenu, walimu wenu, na nyinyi mfanye kazi kama team, mwanze embrace spirit ya teamwork, kushirikiana, kufanya kazi kwa pamoja. Hiki ni chuo kikuu. Hapa hamna mashindano. Division 1 yako, Division 2 sio kama umekuja nayo hapa, weka pembeni. Hapa tunaanza upya. You may have experienced already. Hapa mna mwalimu huyu kwa somo. Kule mlipokuwa high school, O level, kutegemea na uwezo wa mwanafunzi na status ya family, unakuta labda unaweza kukuta unafundishwa, baadaye unapelekwa tuition, sio unapelekwa wapi, and so much so that you pass. Hapa ni estate mwegoa tu kama mimi ninakuja darasani na somo langu, I teach each and everyone. Wote mnafundishwa under one platform, alafu mnapewa mtihani under one platform, and then you are being examined or assessed under one platform. Hamna multiple platforms hapa. Kwa hiyo cha muhimu, umoja ni nguvu. Pale ambapo mnakuwa mnafanya kazi zenu, hakikisheni mnashirikiana vizuri, mjenge teamwork, lakini hiyo iwe ndio spirit yenu kuelekea pia kwenye life. You will have a lot of success kama mnakuwa kama team kwenye maeneo karibu mengi. Sisi tunafanya kazi kama team pia.
Mmeona wenyewe, mimi niko hapo, lakini na wasaidizi na DG directors ambao ndio mabosi wenu, kuna wakuu wa idara ambao hawajaja hapa, kuna coordinators na watu wengine wengi. That's a team. Mimi ndio team captain, wenzangu ni wachezaji, so that we play together this game kuhakikisha kwamba we fulfill the mission and vision hiki chuo. Diligence ni kuwa makini sana kwenye mambo ambayo tunayafanya. Paying attention to details, that's very important. Ukiwa chuoni kwa kweli ni kama unajitegemea, nimesema pale mwanzoni, from controlled environment to kind of independent environment. So you have to be really diligent. Pay attention to details. Fuatilia vitu personally. Usimpe responsibility mtu mwingine kukusaidia kufuatilia chochote, sio siara, sio nani, Fuatilia vitu on your own accord. Ratiba, matukio, everything. Make sure that you follow up yourselves. Lakini pia ukiwa kwenye team ni rahisi sana hata ukiwa umekosekana mahali watu kujua au kutaka kujua uko wapi. That's very important. Ukiwa wewe ni mtu tu wa kwenda tu peke yako, then nobody will notice kama hautakuwepo pale darasani au una shida mbalimbali. So for me, I'm advocating for diligence, lakini in the context of teamwork. Kuhakikisha kwamba mnashirikiana kwenye pay attention to details. Lakini we're talking about respect for others. Lakini pia I think respect for each other. Muheshimiane. Hapa mtaforge relationships, mtaforge everything hapa chuoni kwa sababu ile freedom ambayo mnayo. Respect to each other ni muhimu. Hakuna chance yoyote kunyanyasana, hakuna chance yoyote ya kudhalilishana. Na hii tunaongea between yourselves, lakini tunaongea pia between you na sisi huku wafanyakazi. Na kama kuna any act or any attempt ya kuvunja hii respect, tuna serikali ya wanafunzi, I think mmeshaka, you can communicate vizuri, lakini pia kuna wakuu wa idara, DG directors. Kama kuna any violation of this aspect of your life here, kama core value, then we need to be informed so that we take care of this business. Responsive to societal needs. Hii ndio moto wetu. Kumbukeni tulikuwa tunasema chuo kikuu Mzumbe tujifunze kwa maendeleo ya watu. Our belief ni kwamba whatever that you are doing here is for the society. Sasa na nyinyi wanafunzi mnaosoma hapa, mwanze kuembrace hiyo. From now on, sio tu hapa mpaka beyond your degrees ambazo mtasoma hapa chuo kikuu Mzumbe. More of service to the society baada ya kuwa mmemaliza degrees zenu. Lakini mnatakiwa mwanze kupractice mkiwa hapa na kuishi hii tunu. Hiki ndio chuo kikuu Mzumbe in a nutshell, wale ambao mnaweza kuona. We have now so far operation of 3 campuses, main campus hapa Morogoro, we have another campus in Mbeya and then another campus in Dar es Salaam. Lakini tunategemea kuwa na new campus Tanga. Mwaka ujao wa academics tutakuwa tunaanza kurecruit wanafunzi to Tanga campus. Kwa hiyo we are growing. Nadhani sasa student population tunao sasa hivi iko close to about 17,000 kwa sasa hivi chuo kikuu chote, 17,000 all across the campuses. Now we are bound to grow. Hizi ni sehemu tu ya majengo ambayo tunayo main campus. Kule upande wa Marekani kule wale ambao wameshavuka all across, sisi tunaita new wing ya main campus. Huku tuliko is what we call the old classical campus. Classical campus maana yake ni campus ya siku nyingi ambayo imekuwepo hapa for about 60 years as we speak. Watu wengi wamepita hapa, watu wakubwa kabisa wamepita hapa over the years. Now tuna responsibility or duty ya kuextend hii campus. Hili eneo linaweka zaidi ya 935, the whole main campus. Kipande hiki ambacho tumekitumia kama old campus ni almost eka 300 na kitu. And then kuna eka kama 600 plus the other side zikuwa bado zimelala dormant. So now we're expanding to that area. Na wale ambao kama mlikuwa mnafuatilia news over the past 2 years, mwaka 2024 I think, Mheshimiwa Rais alikuja hapa akazindua master plan ya ujenzi wa lile eneo kule. Wale ambao mtatembelea maeneo yale, wale mnaosoma Faculty of Law pale, mtaona pale kuna jiwe la msingi la ambalo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan rais wetu aliweka jiwe la msingi pale. Kwa hiyo maana yake tuna duty ya kujenga new campus kule. New campus of the old campus, of the main campus. Kwa hiyo some of the buildings ni hizo za main campus ambazo tunaendelea nazo. Lakini hapo ni Mbeya. Again tuko kwenye eneo finyu kidogo la pale Forest nadhani. Lakini tuna eneo lingine Iwambi la eka zaidi ya 200 na kitu. So we are planning also to expand na maybe in the very very far future huko labda kutakuwa na another university huko Iwambi in the name of Mzumbe University.
Lakini pia tuna Dar es Salaam campus, tuna Upanga, lakini tuna kituo kipya Tegeta ambapo tumeanza kuchukua undergraduate programs. Tunaendelea kujenga, ni eneo ambalo liko under construction, ambapo mwisho wa siku tunategemea pia kuwa na serious campus pale. And then comes to Tanga campus ambapo hii iko kwenye construction. Tumesema mwaka huu, yani mwaka ujao wa academics, tutakuwa na wanafunzi wapya Tanga campus. Wale ambao mnatoka Tanga, hii iko kule Gombero, wilaya ya Mkinga. Kuna njia inaenda Mombasa kutoka Tanga, inapita inaenda Kenya, Horohoro huko. And then that's where the campus is. It's a beautiful place kama mnavyoiona, flat, na ni eneo ambalo tutategemea kuwa na a very beautiful campus as soon as inavyowezekana. Ameongea Dr. Alois hapa kuhusu organogram ya Chuo Kikuu Mzumbe. Wenzangu wametambulishwa ambao tuko nao hapa kuanzia level hii. Hawa wametambulishwa. Mimi naenda juu sasa. Hiki chuo setting yake ina mtu anaitwa chancellor. Chancellor ndio amepewa dhamana hiki chuo kama kiongozi wa juu kabisa hiki chuo. Sio executive, sio mtendaji, lakini ndio mkuu wa chuo. Ndio anaitwa mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe. Na huyu kwa kawaida ni mtu ambaye anaheshima sana, amefanya kazi kubwa kwa serikalini na kwenye jamii. Certainly kwa level za juu sana. Sasa kwa sisi tumebahatika kuwa na daktari mheshimiwa sana, Daktari Ali Mohamed Shein, ambaye naamini wengi mtakuwa mnalijua hilo jina. Yeye ni retired president wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mstaafu wa Zanzibar. Mpigieni makofi popote alipo. Huyu ndio mzee wetu, ndio anayetunuku degree siku mtakapofanikiwa kumaliza shule au chuo, na kama ambavyo itampendeza Mungu, kama tutakuwa hai wote kwa wakati huo, na kama hakutakuwa na mabadiliko yoyote, basi huyu ndio atakayewa tunuku, au mtu mwenye cheo hicho cha chancellor ndio anayetunuku degree siku hiyo, ndio anayewatamkia tamko la kutunukiwa, so that we have that degree. Degree, hata kama umesoma masomo yote, usipotamkiwa lile tamko, then huna degree. Kwa hiyo huyu ni mtu mkubwa sana na amepewa dhamana kubwa sana ya kutunuku degree. Kwa hiyo wale ambao mnataka kuonana na huyu mheshimiwa, mkaze kamba, so that you reach your destiny kwenye chuo hiki, so that you have that glory ya kwenda kutunukiwa degree na huyu mheshimiwa. Lakini anayefuata ni chairman wa council. Council ni synonymous na body. Taasisi yoyote lazima iwe na body. Body ni organ ambayo imepewa dhamana ya kuendesha chuo kwenye eneo la control na direction, eneo la control na directives. Kwa hiyo sisi tunaongozwa na hiyo body ambayo mwenyekiti wake anaitwa Professor Saida Yahya Othman, ambaye yeye again ni very senior professor wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sasa hivi nadhani yuko, is she retired? I think she is also retired, ni a senior citizen, member of society ambaye amestaafu. Na pia kuna bodi ambayo ni baraza la chuo. Sasa humo ndani naomba Rais wa Musa asimame. Yuko wapi Rais wa Musa? Mpigieni makofi rais wenu. Huyu ni mwakilishi wa wanafunzi wote wa Chuo Kikuu Mzumbe, campus zote kwenye hiyo bodi. Kwa hiyo huyu anabeba agenda ya hii stakeholder section ya kwenu. Kwa hiyo katika mambo yenu mtakokuwa mnaongea huko, muhakikishe huyu anawakilisha vizuri kule kwenye council. Kule ndio chombo cha maamuzi ya mwisho ya chuo kuhusu chochote kile ambacho kinafanyika kwenye hiki chuo. Kwa hiyo tunauwakilisha wanafunzi kwenye the highest organ na muitumie vizuri. Na baada ya hapo ndio kuna vice chancellor ambaye ni mimi sasa. Huyu ndio anaitwa mtendaji mkuu, Chief Executive Officer, CEO wa chuo. Yeye amepewa dhamana sasa ya kuendesha chuo. Kwa hiyo huyu anawajibika sasa, anakuwa accountable to the council pale juu, ultimately accountable to the chancellor. Kuripoti kila kitu ambacho kinaendelea chuoni na kadhalika. Na hiyo ndio kazi ambayo nimepewa, na nashukuru na namuomba Mungu sana anisaidie ili niweze kuifanya hiyo kazi vizuri kwa manufaa ya stakeholders wote, lakini pia kwa manufaa ya taifa. Mnipigie makofi na mimi basi. In a nutshell, tuna programs 33 za undergraduate na zimegawanyika kwenye campus zetu zote 3.
Lakini pia in a nutshell tuna certificate programs 9, tuna diploma programs 9 ambazo pia zimegawanywa kwenye kampasi zetu zote 3. Kwa ajili unaweza kukuta program hapa, kwa mfano sheria inatolewa hapa na Mbeya campus. Ukienda labda BPA inatolewa hapa labda na Dar es Salaam campus kule Tegeta. Labda BAF inatolewa hapa labda na Mbeya na kule campus ya Dar es Salaam. Kwa hiyo program zetu ni hizo, undergraduate na diploma na certificate. Lakini pia tuna program 29 za masters ambazo nazo pia zinagawanyika kwenye maeneo tofauti tofauti kwenye kampasi zetu zote 3. Kwa hiyo in a nutshell tuna program approximately 80 programs. Ni nyingi za kutosha, na ambazo kimsingi kama nilivyosema pale mwanzoni, program zetu sisi ni well grilled, ni very reputable na zina competition kubwa sana program zetu. Nadhani mmekuwa mashahidi nyinyi mlipokuwa mnaomba competition ambayo mmepitia. Now we're here. Kwa wenzetu wa first year ambao wamekuja kwenye bachelor degree, tunapaswa kuwa na wanafunzi 6,610, lakini ambao wamekuwa registered mpaka sasa hivi ni 6,488. Tulipaswa kuwa na wanafunzi 1,356 wa non-degree programs kwa maana diploma na certificate. Waliojisajili ni 734. Tulipaswa kuwa na postgraduate students 771 all across campuses. Waliojisajili 628, na hizo ndio percent zake. Sasa wito wangu kwenu, wale ambao hawajawa registered kama wako humu ndani na ambao hawako humu ndani, please, nadhani tumeendelea kuwa very flexible, na nahisi kuna wakati tutakutana na deadlines ambazo tunatakiwa tusubmit majina kwenye mamlaka. Muhimu sana mjisajili. Wale ambao hamjajisajili, mjisajili. Wamo humu ndani? Rahisi, tuna wanafunzi ambao hawajajisajili humu ndani possibly wa first year. Probably not. Naamini wote ni watoto wazuri, mjipigie makofi tu. Na kwa hiyo focus kwenye kusoma tu sasa, kwa sababu kama ameshajisajili, ila kama yupo yoyote ambaye hajajisajili, please do so as early as possible. Na kama una changamoto, kuna support mechanisms hapa za kukusaidia, kwa maana ya kukusikiliza na kuona namna ambavyo mtakuwa handled. Kauli yetu ya tujifunze kwa maendeleo ya watu, hii kauli ina roots, ina mizizi. Na nadhani wenzangu, mimi naita wenzangu sasa, wana community ya Mzumbe, yani nyie vijana hapa, hii naomba muichukue ikae kwenye mioyo yenu. Unajua kila chuo kina slogan yake. Ya kwetu sisi kuna romance, yani kuna connectivity. Tujifunze kwa maendeleo ya watu. That's a very romantic, if I may say, slogan. Yani iko intimate kwa namna fulani, inaingia moyoni. Naomba muishi hiyo na muitendee haki. Sasa hizi ni quotes tu za our forefathers. The most of all, Mwalimu Nyerere, ambaye hamna ambaye amfahamu hapa ndani, hata wale ambao wamezaliwa baada ya kufariki. Huyu ndio founder of the nation, our father. Na nataka ni quote bila kuongeza neno. Quote ya kwanza ambayo Nyerere alisema, inasema, education is to prepare our young people to play a dynamic and constructive part in the development of a society. Education, society. Tayari hapo tujifunze kwa maendeleo ya watu. That's a quote ya Mwalimu Nyerere those days. Another quote, our education must teach a sense of commitment to the general society again, and help the society to accept the standards suitable for a better life, or a better future. Again, education for society. Kingine, au quote nyingine, if any of the young men and women ambao ni nyinyi sasa hapa, who are given an opportunity and education by the people of this republic, adopt attitudes of superiority or fail to use their knowledge to help the development of this country, then they are betraying our nation. This country means our community, our society again. Kama nchi. Kwa education again for the community or for the society. Sources zote hizi zinapatikana kwenye hizo makavazi, mnaweza mkaenda kuangalia. Ni vizuri kuendelea kujifunza na kurealize na kuappreciate pale ambapo mpo. Kwa hiyo hii slogan mwe mnaitikia with pride. Na baada ya kusema hivi, nataka niwaulize tena, Chuo Kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe.
Studying at Mzumbe University. Nimesema watu wengi wamepita hapa. Wengi. Kuanzia watu, labda niwataje ambao hawajatajwa hapa. Marehemu Sokoine hajatajwa hapa. Mmesikia kuna chuo kinaitwa Sokoine huko, University of Agriculture, Sokoine si barabara Sokoine. That's our former prime minister. One of the most powerful, probably in this history, prime ministers to have ever graced this land. Sokoine Edward alipita hapa. Lakini kuna speaker wa bunge wa wakati huo Mkwawa, nadhani Sapi, Adam Sapi Mkwawa, nadhani au Mtold, amepita maeneo haya those days. Diligently wameserve hii nchi. And then tunakwenda all the way, tunaenda tunakutana sasa hivi na our current president. Mama Samia amepita hapa miaka 80. Na hivi karibuni tumempa honoris causa ya kwake ya kutambua mchango wake kwenye uongozi wa nchi hii. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Very passionate alumni wetu, lakini sasa hivi by coincidence the VPO, the vice president wa nchi hii, Honorable Nchimbi, kapita hapa. Sasa ikaanzia undergraduate, akapiga masters na PhD. Mpigieni makofi. Mwaka juzi wakati wa convocation na wakati wa mahafali tulifanikiwa kuwa nao hapa. We had that grace to having them here, both of them. Convocation here, Nchimbi by then akiwa party secretary kabla hajawa VPO. The next day mahafali ambayo tumemtunukia His High Excellency the President honoris causa. So this place was bubbling. Tulikuwa na watu wawili at once hapa mwaka juzi kwenye mahafali. That's very precious kwa chuo chetu. Lakini pia sasa hivi makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Suleiman Nathi, yeye ni candidate wetu hapa, lakini ministers wako wengi. Gavana wa nchi wa benki kuu. So all those big people they've been here. MPs ndio usiseme ni wengi mno wa bunge, judges. Wamepita majaji wa kutosha hapa. Lakini wakuu wengi wa taasisi, watendaji wakuu. Kwa hiyo mjione mko at the right place. We are very stable as university. Historically tumekuwa the most stable university in this country. Hata kama kuna misukosuko mingine kwenye maeneo mengine, Mzumbe imejitanabaisha kuwa a very stable university katika mazingira kama hayo. Tuendelee ku maintain hiyo stability. We've been preaching about that, lakini tumekuwa tunafanya kazi karibu na serikali ya wanafunzi kwa karibu sana. To make sure that we also address your issues ambazo zina affect your life here, so that we promote peace kati ya sisi na management, lakini therefore peace within the community, lakini pia peace kama mkoa, peace kama pia nchi. We are agents of peace na tunaendelea ku-uphold hiyo peace na we make sure kwamba tunaenda vizuri. Nimesema pale mwanzo transition to university life. Unatoka high school to independent learning, nimesema usisubiri sasa hivi kutafuniwa. Uzoefu wangu unaniambia hivi, mimi have been mwalimu miaka mingi sana. Mtoto kama hajazoea kupambana huko alikotoka, akija hapa ata struggle sana. Unaenda shule nzuri sana, unapelekwa yani first class school. Wazazi wanapambana kuhakikisha kwamba wana sieve out shule zote ambazo zina changamoto nyingi, wanapelekwa shule ambayo ni ideal. Kila kitu kiko pale, unahudumiwa everything kama mtoto. Wewe kazi yako ni kusoma tu. Na hata kusoma kwenyewe mazingira yanatengenezwa ambayo you will have to pass anyway. Yani division 1 sio news. Labda division 2 ndio itakuwa news. Shule namna hiyo. Umepita huko. And then you are here now. Hapa utafuniwi, nimesema pale mwanzo utafuniwi, unabidi utafune mwenyewe. Sasa you have to use so many techniques. Moja wapo ni hiyo teamwork, lakini pia kuhakikisha kwamba sasa you understand actually where you are na uendelee kufanya kazi with respect to your new environment. That's very important. Independent learning. Mtumie mazingira hayo kuanza kukua. Na actually hapo ndio mnatengeneza sasa maisha yenu ya kujitegemea. Hapa mnaanza kupata ile template ya kuanza kuelekea kwenye kujitegemea. That's very important. Lakini mnatakiwa mkiwa hapa mwanze kudevelop curiosity, mwanze kudevelop resilience, mwana ustahimilivu wa kutosha. Changamoto hii ni kama kambi, changamoto huwa hazikosekani. Lakini mwana uwezo wa kujieleza vizuri, kucommunicate your ideas, your thoughts, your insights and everything, lakini kuwa pia participants mzuri kwenye maeneo mengi.
Participants kwenye shughuli za chuo, participants kwenye shughuli za darasa, za community and everything. That's very important. Wenzetu huko duniani tulikosoma wengine kuna kabisa template ya volunteering. Kati ya vitu ambavyo sisi tunatakiwa tuendelee kuwajengea nyinyi ni spirit ya kuvolunteer, kujitolea. Ni kitu ambacho we have been lacking sana kama society. Sisi chuo kikuu tutaendelea kujitahidi kuhakikisha kama tuna cultivate hiyo culture kwenu. Issue nzima ya kujitolea, pale ambapo tunatakiwa mfanye chochote basi muweze kuwa mnafanya kwa kujitolea bila ku expect inducements, kurudishiwa chochote. Lakini pia mjifunze art ya engaging, kuengage. Mnapokuwa darasani, kitu ambacho mimi nimepata experience kubwa kwa wanafunzi wetu sisi wa Afrika au wa Tanzania in that regard. You are so silent darasani. Yaani mwalimu anakuja anafundisha mpaka anamaliza, any question kimya. Any question kimya. Yaani kila mtu anasema nitaenda kusoma tu. Engage. Huko kwa wenzetu nilishafanya kazi ya kumsaidia profesa kufundisha. Aliyekuwa anasupervise. Ukiona darasani unaanza sweat. Kwa ajili huwezi kujua utaulizwa nini. They are so active. Na wakati mwingine wanauliza maswali hata mengine ni stupid questions, lakini they are asking. They are open. Sasa nadhani nyinyi tukio mjenge hiyo culture. Darasani muwe so engaging, ulizeni maswali, seek clarification, toa opinion zenu, insights zenu darasani, share na mwalimu. Mimi nadhani walimu wetu wengi pia tunawaandaa vizuri, wasiwe na ego, ili wawe pia open. Wawe na uwezo wa kulearn, wao na uwezo wa ku-unlearn, lakini pia ku-relearn. Na nyie tunategemea mwe mnajua vitu vingi sana from the society, kwa ajili sasa hivi elimu iko kwenye mtandao kwa kiasi kikubwa. Hamna kitu kipi ambacho mwalimu atakufundisha ambacho kwenye mtandao hutakikuta. Kwa hiyo maana yake you'll be using also platforms huko kujielimisha. Mkija darasani mnakuja na nyie na opinions, mnadiscuss na walimu wenu. Yaani muwe na hivyo, muwe na critical thinking. Muwe na uwezo wa kuangalia vitu kwa ndani, critical reading and thinking. Sio kusoma kwa kukariri ili upase mtihani. Just study and think. Na hicho ni kitu muhimu. Hiyo ndio quality ya mwanafunzi wa chuo kikuu. Lakini heeding to university regulations, abide by the laws and regulations. This is very important jamani. Hamna society ambayo haina mipaka, haina miongozo. Mna student bylaws za kwenu kwa maana ya zile ambazo ni the social life upande wa dean of students. Lakini kuna bylaws za kwenu za masomo za academic. Mzisome. Just go and read them vizuri. Najua mtakuwa mmeambiwa. Mimi na insist tu msome kwa ajili zile zitawafanya muwe na maisha mazuri hapa au terrible life hapa. Ni vizuri sana mjue, lakini nataka kuinsist kwenye issue ya time management. Muwe managers wazuri sana wa kukeep muda. Hapa katika vitu mnavyojifunza vya kukosa vibe kwenye maisha ni kuhusu matumizi mazuri ya muda. Be careful na matumizi ya muda. Wasteful time nadhani itakuletea tu matokeo ambayo sio mazuri sana. You can be social, you can be engaging, lakini kama sio manager mzuri wa muda then you'll be in trouble. Make use of academic support resources. Tumeweka resources hapa za advisors, kuna libraries imeshaambiwa na mengineyo mengi. Walimu wenu wapo, mtumie hizi resources vizuri ili kuhakikisha kwamba maisha yenu yanaenda vizuri hapa chuoni. Lakini kwenye context ya community, muwe involved jamani. Watoto wangu muwe involved kwenye clubs mbalimbali. Clubs naomaanisha clubs zile ambazo za weledi Sijasema clubs za kule mjini Clubs za weledi. Undeni clubs kama za mazingira, za wahasibu, za nini, kwenye alumni kule. Get involved. Get exposed kwenye maeneo kama hayo. Sports. Najua hapa wengi pia mlikuwa mnafanya michezo huko mlikotoka. Tunataka timu za chuo ambazo ni competitive. Juzi hapa tulikuwa na mashindano ya TUSA kule Dodoma. Tulikuwa na timu za kila aina, mpira wa miguu, mpira wa volleyball, basketball, whatever, tennis. Timu yetu ilifanya vizuri sana this time. Lakini ninachoamini mimi hapa tuna vijana humu ndani wana hizo talents. Get involved. Na mimi niwahakikishie kujiinvolve kwenye michezo hakuna namna yote itakufanya wewe ufeli masomo.
actually utakuwa more active, more sharp. Kwa hiyo mjiunge huko. Niliongea kuhusu volunteering, ni muhimu. Muwe na uwezo kuwa na vikundi vya kujitolea, kwenda kuhudumia jamii na maeneo mengine muhimu as you grow into some citizens wa nchi hii. Lakini mpromote friendships, ni muhimu sana mpromote friendships hapa chuoni amongst yourselves, mfanye collaborations amongst yourselves, msaidiane. Nilisema pale mwanzoni, hapa hamshindani, mnatakiwa kushare. Hapa hakuna mashindano. Mkipata wote first class, so be it. Mkipata wote A, so be it. Hakuna shida. Cha muhimu ni kwamba muwe na uwezo wa kufanya kazi as team. Tuliongea kule mwanzoni kama team. Networking ni muhimu. Muwe na kadi wasema mkiwa involved kwenye clubs and sports and volunteering, una chance pia ku network na watu ambao hata huwezi kuwa umewajua kabla. Msijifungie kwenye silos kwamba nyie darasa moja ndio mnaofahamiana tu. Hapana. Mkiwa kwenye sports kwa mfano, mtakutana na watu ambao ni wa upande mwingine, you'll be connected. Lakini we are talking about respect here. Kuheshimiana ni muhimu. Hii ni one of the core values kule kama mnakumbuka. We need to respect each other. Nyie vijana, mtuheshimu sisi walimu wenu na wafanyakazi wa chuo, muheshimu serikali yenu, muheshimu general community hapa beyond mipaka ya chuo. That's very important. Transparency tumeshasema ni muhimu. Muwe wawazi, lakini pia muwe responsible kwenye community ambayo mnaishi. Muwajibike, msifanye vitu vya ajabu mkiwa hapa. Na nimesema pale mwanzoni, we have support systems. Tuendelee kujenga kichuo, miundombinu, lakini kuna huduma mbalimbali za afya na kadhalika. Muwe kupitia serikali yenu open to what you need kutoka kwenye mifumo yetu tunayo hapa, and I think you will be granted as much as ambavyo inawezekana. Nimeongea kuhusu ku strike balance kati ya academic life na mambo mengine. Health ni muhimu. Kuna vikundi hapa vya jogging, kuna vikundi hapa vya kila aina hapa ndani. Get involved. Be fit. Fitness ni muhimu kwa ajili ya prosperity yako pia kimasomo. Na aim kujiongeza, kukua kwenye all aspects of life in a positive way. Ni muhimu sana. Tumeongelea hapa kuhusu talents na kuhusu kuwa involved. Kama wewe ni mwanamichezo, tuoneshe hapa kipaji chako. Kama wewe ni mwana sanaa, tuoneshe hapa kipaji chako. Kama wewe si ni nani, una leadership qualities, tuoneshe kipaji chako. Show what you have got. That's very important. Hiyo pia itakuwa ni part of growth. Kuna vijana wengi tu hapa wamepita hapa chuoni na kule Dodoma ambako nilikuwa nafundisha. I think some of them sasa hivi tayari ni members of parliament, ni vijana wadogo, wabunge vijana, wamepita kwenye mikono yangu baadhi yao. So you can imagine kama una kipaji cha uongozi unaweza kuanza ku-exercise hapa. Alafu baadaye unapata confidence ya kwenda huko mbele utakavyokuwa umetoka hapa chuoni. Hata kina Mheshimiwa Nchimbi na wengine wote walikuwa ni viongozi wa serikali ya wanafunzi nadhani naambiwa wakati huo. Sasa hivi wamefika kwenye level hiyo ya kitaifa. My closing remarks zinasema make the most of your time hapa chuoni. Muhimu, nilisema pale kuhusu diligence. Pay attention to details. Hebu muifahamu kambi yenu vizuri. Mtu akikuuliza kuhusu chuo chako, uweze kukielezea vizuri. To sufficient details. Isifike huko mwaka wa pili wa tatu, siku moja nakuuliza unasoma program gani huijui. Uwezi ku-mention program yako unayosoma, jina la program unayosoma. Kuna watu hapa anaweza akafika mpaka third year hajui program anayosoma. That's the reality. Mimi wakati nasoma coursework somewhere, wakati nafanya PhD, tulifanya coursework. Kuna somo moja la statistics na research methods. Umepigwa mtihani mgumu kweli. Alafu chini pale kukawa na bonus question. 5 points. Bonus questions 5 points, which is a lot of points au marks. Mention or write the name of your course instructor. Andika jina la aliyekufundisha hiyo course kwa usahihi. Na kuambia waliopata walikuwa ni wachache sana. Hapo nilikuwa ni Marekani. Wachache sana walipata. Kwa mtu akufundisha course mpaka mwisho, hujui jina lake. Unatoka idara gani? Hujui idara unayotoka.
Unatoka skulu gani? Hujui skulu unaotoka. VC wako ni nani? Humjui. Dini wako ni nani? Humjui. Mkuu wa idara wako ni nani? Humjui. Yaani ninachowaambieni ni reality. Na mimi nataka niwaase watoto wangu, my kids, get to know your camp. Nilikuwa natafakari hii asubuhi wakati nataka kuja huku, my own experience, yani pathway. Hivi nakumbuka kwa mfano walimu wangu wote walionifundisha wakuu, hasa walimu wakuu. And then nikaanza primary school. Nikamkumbuka, nadhani si kama sio marehemu size. Wa kwanza ni mkuu wa shule, mwalimu mkuu wa shule. Na wataja kwa majina. Sijui wengine nadhani najua wengi wametangulia mbele za haki. Mwalimu wangu mkuu wa kwanza alikuwa anaitwa Sekachu. Wa pili, nikiwa bado sijamaliza shule ya msingi, alikuwa anaitwa Malekela. Mwijuma, wewe unamkumbuka majina matatu yote. Mwijuma Mtambo Malekela. Primary school. Secondary school Pugu Secondary. Marehemu sasa hivi Amon Mtera. High school Tambaza. Nadhani marehemu sasa Moshi alikuwa anaitwa Mr. Moshi. Haya, nimetoka hapo nimeenda JKT 4844 KJ Tende JKT. Aliyekuwa mkuu wangu wa kukombania Sikoi Afande Mena, namkumbuka mpaka leo. Sawa. Naenda chuo kikuu. Nilikuwa kwa engineering University of Dar es Salaam. Aliyekuwa dini wangu wa kwanza, siko sure kama yuko hai, Professor Mariam. Baadaye akafuata nadhani marehemu Dr. Masanja. Baadaye akafuata again nadhani marehemu Professor Katima. Nimeenda Florida PhD. Aliyekuwa mkuu wa institution yangu Richard Gragg III. Richard Gragg III. Yaani ana vile vitatu. Richard Gragg 1 2 3. Wenzetu ukiridhishwa jina kama mimi ni William Mwegoha, nikimpa mwingine jina langu anakuwa the second. Akija mwingine the third. Akija mwingine the fifth. I mean the fourth. Sasa huyo alikuwa ni Richard Gragg the third. Haya, nimetoka hapo nimekuja kuajiriwa. VC wangu wa kwanza Ardhi University, Professor Mshoro. Nimeenda UDOM, VC wangu wa kwanza Professor Kikula. Baadaye Professor Beatus Mugofu marehemu. Baadaye Professor Be. Nimeenda makamu wa rais kule, waziri wangu kiongozi wangu Mheshimiwa Makamba, baadaye Simbachawene. And then nimekuja hapa bosi wangu wa kwanza Professor Kusiluka. And then here I am now. Na wakumbuka wote. Wakati fulani hapo katikati kuna watu walikuwa wanajaribu kucheat kwamba nimesoma mahali fulani. Mwaka huu hadi mwaka huu. Unaambia hebu tuambie master wako ni nani? Wakati huo hujui. Unaonekana ni muongo. Kwa hiyo as I draw to close, nataka ni encourage watoto wangu. Make the most of your time hapa. Get to know everything hapa. Wajue viongozi wako wa nchi, viongozi wako wa chuo, viongozi wako wa school, viongozi wako wa idara, viongozi wako wa unit kama ipo. Each and everybody unatakiwa wafahamu by names ikiwezekana. Na nasema hivi, you have been selected here kwa sababu you belong here. Kule mwanzo nimewapongeza kwa sababu you belong here. Tulikuwa katika tumeenda Wizara ya Elimu kule kwenye kuangalia admission. Some of the programs hapa kwa mfano ya sheria, human resource na nyinginezo. Applications zilikuwa ni kwa mfano sheria. In the excess of 10,000 students walitaka kuja hapa program ya sheria. Almost also 10,000 program na wanafunzi wataka kuja hapa ile HRM na hizo nyingine zote nyingi ni kubwa. Kwa hiyo mmechaguliwa hapa manake ni cream, lakini pia mnatakiwa kuwa moment of your life. Kwa hiyo we are so confident about your success. Sisi tutahudumia vizuri, tutahakikisha kwamba mnapata service that you deserve, na we are confident kwamba mtatoka wote kama mlivyoingia. Kule mwanzo nilisema kuna mission na vision ya chuo. Na nyinyi mwenda mission na vision yenu. Vision ni kumaliza degree yako au diploma yako au cheti.
mission yako ni kufanya kazi kwa bidii, kuhakikisha kwamba you do your dues so that you achieve kile ambacho unaki-envisage au unaki-view. Na make your life and experience katika chuo hiki count. Yaani muda wako hapo usije ukapotea bure. Ukaenda huko una manunguniko, ukajuta kwa nini ulikuja hapa Chuo Kikuu Mzumbe. Hapana. Make sure kwamba kile ambacho unakipata hapa kina hesabu au kina contribute katika yale ambayo utaachieve kwenye maisha yako. Na hapa ndio uko chuoni kama first step, na ni muhimu sana kama nilivyosema pale mwanzoni, it's very critical. Watu wanakuambia, Waingereza wanakuambia first impression, last impression. First impression, last impression. Naomba nikisema first impression, nyie mrudie last impression. First impression, last impression. First impression, last impression. Kwa sababu unapo set ground for flying, pale ndio ambapo una set how far you can go. Ukianza vibaya in a wrong footing, manake una chance sana ya kupambana hapo katikati ku recover. Mtu mmoja alikuwa anaongelea kama ile relay 4x4. Okay. Anaanza pale mwanzoni na yule wa mwishoni wanapaswa kuwa ni outstanding kwa ajili ya kufanya recovery. Na nyinyi mko hapa kwa ajili hiyo, na mnaweza kabisa kufanikiwa kwenye safari yenu. Mtumie vizuri resources ambazo mnazo, lakini pia mwe open kwenye consultation na communication. Maisha yenu yatakuwa mazuri na mimi naamini kabisa mtatoka salama. With these remarks, nataka niwatakie kila laheri, maisha mazuri, afya njema, of course maisha marefu, mfike mwisho kama ambavyo Mungu atajalia, lakini muwe good citizens wa hiki chuo, lakini society hapa Chuo Kikuu Mzumbe, lakini of this country. We are ready to serve you. Sisi management tunajicommit, niko na wenzangu pale, we are ready to serve you. Tuwahudumie kama vile ambavyo mnge expect. Changamoto zitakuwa bado zipo, lakini tunafanya kazi kwa karibu na serikali ya wanafunzi kuzi address. Mwe open kutushirikisha kwa changamoto zenu. Ninachoamini ni kwamba with all those, as a society tutaachieve in the next 3 years or so, nyie kuhudhurisha tena pale kwenye mahafali yetu ya mwaka 28 or something like that. With these remarks, naomba niwashukuru na niwaage kwa Chuo Kikuu Mzumbe, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Nashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Asante.